Uh, Leo nataka niongelee kuhusu swala nyeti kidogo, swala la mahusiano. Ni muhimu sana wote upande zote mbili kujua mpo katika hali gani ya kiuchumi. Yaani wewe kujua kipato cha mwenzako na mwenzako ajue kipato chako. Unajua kwa sisi boys tunapoanza kumapproach mtu, tunakuwa tumejipanga mara nyingi. Unakuta unamfuata mtu, unamuomba out, unamuomba dates ili uweze kujuana vizuri na kutengeneza mazingira ya kufanyaje, ya kukubaliwa. Sasa unakuta yale mazingira yanamuaffect mdada. Anajua kwamba huyu mkaka ana pesa, huyu mkaka maybe anafanya kazi fulani, na inakuwa ngumu hata kusema kazi zetu kwa mara ya kwanza. Inakuwa ngumu. Kwa hiyo kile kitu anakuwa nacho, anakubali. Akishakubali anajua wewe ni mtu una pesa au upo kwenye level fulani. Kumbe ni yale mazingira tu ambayo wewe uliyaweka mwanzoni ili uweze kutengeneza mazingira ya kutengeneza kitu ili kuelewana, kujuana tabia na hivyo. Zawadi umenunua sana zawadi. Kwa hiyo unakuta kuna wengine wanaona aibu kusema kwamba kweli kuna maisha fulani tumeyapitia, ila uhalisia wangu ni huu hapa, kwamba kipato changu kipo hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Inafikia hatua sisi tumekuwa wazembe wa wepesi sana kukimbia. Yaani ukisikia tu mdada anaomba hela, mbio. Ukisikia tu mdada anaomba hela, kumbe ni mazingira ambayo sisi wenyewe tumetengeneza tokea mwanzoni. Kwa hiyo inabidi ajue kwamba upo kwenye state fulani ya maisha, labda hauna kipato kwa muda huo na uwezi ukapata kipato ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kikubwa kabisa ni bora umwambie hauna pesa kwa muda huo na umpe plan. Ukimwambia hauna pesa muda huo ukampa plan, utakuwa umefanya kitu cha muhimu, kwa sababu kama ataamini hiyo plan atabaki. Kama ni mvumilivu atabaki. Unamwambia kabisa kwamba itachukua muda mrefu. Lakini kama sio mvumilivu na kama hataamini, ataondoka, ataenda sehemu ambapo anahisi kwamba atapata kirahisi. Na akiondoka it means kwamba it's a win situation kwako, kwa sababu anakuwa amekimbia, amekuacha ukiwa safe, kwa sababu hakuwa kwa ajili yako, alikuwa kwa ajili ya vitu ambavyo ulikuwa navyo au vitu ambavyo alikuwa anatarajia kuvipata kwako, ambavyo ni materialistic. Anataka hela na baadhi ya vitu, gifts na hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa wazi, yaani tusione aibu kutaja kipato chetu, tusione aibu kwamba kwamba watatukimbia. Wakitukimbia basi hao hawapo kwa ajili yetu. Ni bora kuwa mwanzi kwamba sina pesa kwa sasa hivi, ila nina plani 1, 2, 3 nafanyia kazi. Akiamini atabaki, utaendelea kwa naye. Asipoamini basi ataondoka. Sijajua kwenye level ya ndoa, sijajua kwenye level ya watu waliopo kwenye ndoa kwamba mwanaume akiwa na pesa au akapata pesa nyingi kwa wakati mmoja, ni sawa kumwambia mke wake. Mimi naona ni sawa, kwa sababu kama unamwamini na kama ulikuwa naye tokea muda mrefu, kwa kipindi kirefu, na umemwamini kumfanya mke wako, kila kitu ambacho unakiingiza na unakitoa, tatizo lolote, nyinyi mmeshakuwa kama mtu mmoja. Kwa hiyo ukipiga milioni 100, mwambie kwamba kuna tukio hivi na hivi imetokea bana, nimepiga milioni 100. Ukificha, siku akija kugundua itakuwa ni big fight, kwa sababu ataamini kwamba haukumwamini kitu kikubwa kama hicho kimetokea, ulimficha. Kwa hiyo jamani, tuwe open sana kwenye kipato chetu. Sana sana tukihisi tupo sehemu sahihi, tuwe open. Tukihisi hatupo sehemu, yaani tuwe open pote. Kama hatupo sehemu sahihi, wataondoka. Kama tupo sehemu sahihi, watavumilia, watasubiri mpaka waone mafanikio ambayo tunayapata kwenye plans ambazo tumewapa. Dakika 3 zangu zimeisha. I'm out.